Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia FM 93.1 hapa jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Eneo zima la pwani inarusha habari zetu pia kupitia masafa marefu. Karibuni sana wasikilizaji wetu wa pwani ya Kenya. Ikiwa uko nchini Tanzania, mnaweza kutusikiliza kupitia FM 92.5 Highlands FM, redio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake. Mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Jombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale Johannesburg kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Ni Alhamis ya mnamo Februari 5. Leo kuna habari njema kwa sekta ya biashara Afrika. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kuweka saini mwafaka wa AGOA kufungua soko la Marekani kwa bidhaa za Afrika. Lakini kwanza tupate taarifa za habari naye Angela Ngendo. Zaidi ya raia 100 wameuawa katika shambulio la kigaidi jimbo la Kwara kaskazini magharibi mwa Nigeria. Shambulio hili limetajwa baya zaidi kufanyika nchini humo katika miaka ya karibuni, ambapo taifa hilo limeshuhudia mashambulio dhidi ya raia yanayotekelezwa na magenge yenye silaha. Waathiriwa walikuwa wakazi katika vijiji vya Woro na Nuku, na makundi ya kibinadamu yanasema idadi ya waliopoteza maisha huenda ikaongezeka zaidi kutokana na majeruhi wengi. Shirika la Msalaba Mwekundu eneo hilo linasema kuna changamoto kufikia jamii zilizolengwa katika vijiji vya mbali karibu na mpaka na Benin. Kundi la kigaidi la Boko Haram limelaumiwa kutekeleza shambulio hilo, ambapo makazi yalichomwa moto na maduka kuporwa. Nigeria imekuwa na mgogoro wa kiusalama katika maeneo ya kaskazini na kati mwa nchi, ambapo makundi ya kigaidi na magenge yenye silaha yamekuwa yakishambulia raia na kuwaua, huku maelfu ya raia wakitekwa nyara na makundi yakidai vikombozi. Mlanguzi mkuu wa mihadarati kutoka Tanzania amekamatwa nchini Zambia. Mamlaka za kukabiliana na mihadarati nchini humo zinasema Ahmed Muharam alikuwa miongoni mwa washukiwa kadhaa waliokamatwa mjini Lusaka kwenye msako mkali. Katika operesheni hiyo, majasusi walikamata dawa bandia kadhaa za kikohozi ambazo zilitiwa dawa za kulevya pamoja na magunia kadhaa ya bangi. Ahmad Muharam amehusishwa na ulanguzi wa dawa za kulevya katika kanda ya mashariki na kusini mwa Afrika, na amekuwa akisakwa na maafisa kukabiliana na ulanguzi wa mihadarati kusini mwa Afrika. Cape Town, Afrika Kusini. Kiongozi wa chama cha Democratic Alliance DA Afrika Kusini, John Steenhuisen, ametangaza kuachia ngazi uongozi wake kuanzia Aprili mwaka huu. Tangazo hilo limezua wasiwasi kuhusu udhibiti wa serikali ya muungano ya Afrika Kusini. DA ndicho chama cha pili kubwa Afrika Kusini na kiliweka muafaka wa kushirikiana na chama tawala ANC, ambapo aliunda utawala wa muungano. Steenhuisen alichukua hatamu za DA baada ya kusifiwa na wengi kama kiongozi anayetetea ustawi wa kiuchumi na kushinikiza mazingira bora ya uwekezaji. Kwa sasa kiongozi huyo ni waziri wa kilimo na karibuni amekosolewa vikali kufuatia kuzuka kwa ugonjwa uliosababisha mamia ya mifugo kufa bila kutafutiwa ufumbuzi wa ugonjwa huo. Hakuna kiongozi kutoka DA ametangaza kujaza pengo la Steenhuisen, lakini wadadisi wamemtaja mwandani wake Gregor Hill Lewis, ambaye ni meya wa mji mkuu wa Cape Town, kama mrithi wa chama hicho cha Democratic Alliance. Galkayo, Puntland.
Mamlaka katika eneo lililojitenga la Kisomali Puntland limetekeleza adhabu ya kifo dhidi ya mwanamke aliyetuhumiwa kumuua mtumishi wake wa ndani wa miaka 14. Mshukiwa huyo Hodan Mahamud Diriye aliuawa kwa kupigwa risasi hadharani na mamlaka mjini Galkayo baada ya kupatikana na hatia kumpiga hadi kufa mjakazi wake ambaye amekuwa akisaidia kazi za nyumbani. Kifo cha binti huyo kwa jina Sabrin Sailan kilichochea maandamano ya jamii kushinikiza sheria za kulinda haki za watoto. Shukran sana Angela Ng'endo, na moja kwa moja tunaanza na taarifa ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ameweka saini kwa kuendeleza mpango wa biashara bila ushuru na Afrika. Mpango huu unaojulikana kama Africa Growth and Opportunity Act, yani AGOA, unaruhusu nchi za Kiafrika kuuza bidhaa nyingi Marekani bila kulipia ushuru, ikilenga kukuza ukuaji wa uchumi na ajira barani Afrika. Katika muhula wake wa pili, Rais Trump ameelekeza kampeni yake katika sekta ya biashara ambako ameweka vikwazo na ushuru mataifa yanayofanya biashara na Marekani. Mwafaka wa AGOA ulimalizika mwaka 2025. Hii ni mojawapo ya sekta inayotoa ajira na kukuza uchumi kwa mataifa mengi ya Afrika. Gabriel Ingubu na ameandaa taarifa hii kwa kikamilifu. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini kuongezwa kwa mwafaka wa sheria ya ukuaji na fursa barani Afrika AGOA, hatua inayolenga kuendeleza ushirikiano wa kibiashara kati ya Marekani na nchi za Afrika. Kupitia mwafaka huo, bidhaa kutoka Afrika zitaendelea kuingia katika soko la Marekani bila kutozwa ushuru, jambo linalotarajiwa kuongeza ajira, uwekezaji na ukuaji wa uchumi barani Afrika. Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda zitaendelea kunufaika kwa kuuza bidhaa zake za kilimo kama maua, kahawa, karanga na chai na bidhaa za nguo mpya. Nimezungumza na Johnson Denge, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, kufafanua suala hili. Amerika wamechukua muda hasa kutia sahihi katika mkataba wa AGOA, na ni kwa sababu kulikuwa na inaitwa shift katika kubaliana nafuu ama faida gani Amerika watapata kutoka katika mataifa ya Afrika. Kumekuwa pia na mzozo ambao unakumbuka ulikuwa kati ya Amerika na Nigeria ambao ulilete hizo delays, na pia kukakuwa na Congress ikiwa inakubalia kwamba mkataba huu uongezwe kwa muda wa miaka 3 na Senate kusema la. Kwa hivyo hayo, katika hali ya kukubaliana hayo, ilifanya mkataba huu kuchukua miezi 4 ili kutiwa sahihi. Nini kimefanya Trump kuridhia bidhaa za Afrika kuingia Marekani bila ushuru, licha ya kauli yake ambapo amekuwa akiweka ushuru kwa bidhaa zote kutoka nje? Trump anaingilia hasa, anarejelea kufanya biashara na Afrika na kubaliana mambo ya AGOA kwa sababu ya zile nafuu ama ile reciprocal benefits ambazo anatarajia kupata kutoka kwa Afrika, ikiwemo madini. Na ukiangalia mkataba huu hauji tu na kuuza ama kwa biashara pekee. Kuna matakwa mengine ambayo Amerika inatumia kuingiza katika mkataba wa AGOA kuhakikisha kwamba interest za Amerika zinatimizwa, kama mambo ya sera, mambo ya kama kuregulate labor markets, mambo ya human rights, na pia kuhakikisha kwamba kuna uongozi mwema katika mataifa haya. AGOA huchangia kiwango gani kwa uchumi wa mataifa ya Afrika? Katika mataifa ya Afrika tumeona kwamba inaongeza zaidi ya 25% zile bidhaa za kwenda nje. AGOA inafanya kwamba kuna ile inaitwa mseto katika uuzaji wa bidhaa ng'ambo. Unakuta kwamba ukiangazia ajira, Kenya peke yake kwa mfano, zaidi ya watu 60,000 wanapata riziki lao kutoka kwa mpango huu wa AGOA. Unafanya pia kunakuwa ile na uwekezaji ule wa moja kwa moja. Kwa nini AGOA imepuuza masoko mengine ya duniani kando na Marekani? Mfano soko la Uchina, bara Ulaya, Korea na Japan. Kwa ujumla, Afrika inapuuza masoko mengine hasa kwa sababu la kwanza ni kwamba hata ukiangalia AGOA kwa hizi miaka zote ambayo imekuwa sera, Afrika haije kuwa na uwezo wa kutoa bidhaa za kutosha kuhakikisha kwamba
wanaweza fulfill ile need ya ambayo inatokana na Amerika. La pili ni kwamba kuna mikataba mingi sana ambayo hutokea katika mataifa mengine ukiwemo China, lakini kunakuwa na ule ulemavu ama unakuwa na ule quality ambayo producers wa Afrika pia hawezi tosheleza. Na pia la tatu ni kwamba kuna ule utepetevu wa kwamba hatutaki kutumia zile nafasi za kufanya biashara za kutosha ili kuweza kuingiza biashara yetu katika masoko haya mengine. Na pia kwa ujumla kuna ile low production Afrika ambayo inaletwa na ukosefu wa miundo misingi, ukiangalia kwamba kuna kawi iko chini na mambo mengine ambayo yanafanya tunakosa kuwa na ile quality na wingi wa bidhaa za kutosheleza masoko haya mengine. Trump amekuwa akisisitiza kuwa mwafaka wowote lazima Marekani ifaidike. Hapa kwa AGOA ametaka masharti gani kufaidi wateja na uchumi wake? Kuna zile vitu zingine badala ya biashara tu ambayo Trump ataangalia, ikiwemo umuhimu wa Afrika katika kupeana madini, umuhimu wa Afrika kama soko. Kwa mfano, ukiwa katika sahihi mpango wa AGOA utafanya pia Amerika kuwekeza zaidi Afrika, bidhaa za Amerika kuuzwa zaidi Afrika. Na hivyo nafikiria mpango wake wa kusema kwamba lazima kuwe na ile inaitwa reciprocal agreement. Hata hivyo, Marekani inasisitiza kwamba ndio taifa la Afrika kunufaika. Itabidi lionyeshe juhudi za kupigana na ufisadi, kuheshimu haki za binadamu, kupeana data yake ya afya na kupokea mbegu za kisaki, yani GMO, bila masharti. Gabriel Ingobu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Nairobi. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Msikilizaji, tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Communautaire Kivu. Inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia inasikika katika mji mzima wa Baraka na tarafa nzima ya Fizi. Vilevile inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda, na vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Huko New City, Radio Maniamas New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukisonga mbele ni kwamba kiongozi waasi wa AFC M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amedai kuwajibika kwa shambulio la drone lililolenga uwanja wa ndege katika mji wa Kisangani, kaskazini mashariki. Kiongozi huyo alisema shambulio hilo lilitokea Jumanne na ni onyo kwa serikali ya Kongo kwa kile alichokitaja kama kuongezeka kwa operesheni za kijeshi dhidi ya maeneo yaliyo chini ya waasi. Mamlaka za eneo hilo zimeripoti kwamba kifaa kisicho na rubani kilirusha karibu na uwanja wa ndege na kusababisha usumbufu mfupi katika shughuli za uwanja huo. Shambulio hili linaashiria ongezeko la hatari katika migogoro ya muda mrefu mashariki mwa Kongo na kuibua hofu mpya juu ya kuenea kwa silaha za kisasa miongoni mwa makundi ya waasi. Mwandishi wetu mashariki mwa DRC Mseke Dide anaarifu zaidi. Tangazo la mashambulio hayo yalitangazwa mapema wiki hii na mamlaka ya mkoa wa Chopo, iliyodokeza wazi kwamba jeshi la Kongo FARDC lilizima na kuzuia mashambulio yaliyolenga uwanja wa ndege wa kimkakati wa Kisangani Bangoka, mji mkuu wa mkoa huo wa Chopo. Kwa ujumla ni ndege 8 zisizo na rubani kwa maarufu drone zilizorushwa na M23 wanaoungwa mkono na Rwanda na kushambulia uwanja huo mwishoni mwa wiki, lakini jeshi la serikali FARDC walifanyikiwa kuzima mashambulio hayo kwa sababu hayakuacha madhara yoyote ile. Tayari kundi la muungano wa AFC M23 limekiri
wakitangaza kwenye kurasa lao la X kuhusika na shambulio hilo, wakidai kwamba ni uwanja huo wa ndege wa Bangoka ndiyo sehemu ambayo serikali ya DRC imeshimika ndege zake zisizokuwa na rubani kwa ajili ya kushambulia maeneo yaliyo chini ya utawala wao mashariki mwa nchi. Shambulio kwenye uwanja wa ndege wa Bangoka huko mjini Kisangani limetokea wakati kuna mazungumzo kati ya ujumbe wa serikali ya Kongo Kinshasa na ule wa muungano wa AFC M23 mjini Doha, Qatar. Bwana Muhindo Musitu Shafi ni mdiwani mchaguliwa wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Alikuwa na neno kuhusu shambulio hilo. Kwani tumeanja mazungumzo. Vita ni mbovu na ni mbaya, wamama wanabakwa, watoto waende shule na watu wamekimbia katika miji zao. Hiyo ni shida kabisa. Na tunasema Marekani na wote ambao wanafuatilia hiyo mambo ya mazungumzo waone ya kwamba watu ambao nchi ya Kongo inataka kuongea nao ni wanafiki. Kama kweli kweli ni wakongomani, tutafute sisi sote usalama katika nchi yetu. Ndege zisizo na rubani za kamikaze zililenga uwanja huo ulioko kilomita 17 kutoka katikati mwa jiji la Kisangani, ikiwa ni takriban kilomita 400 kutoka Rwanda, sehemu inayotajwa huenda ndiko ndege hizo zilitokea. Kati ya Jumamosi na Jumapili, nayo taarifa ya serikali ya mkoa wa Chopo ikatolewa na shirika la habari la AFP Jumatatu wiki hii. Hakuna majeruhi yaliyoripotiwa, zasema duru za serikali. Lakini hata hivyo, licha ya mashambulio hayo, haikufuta safari za ndege kwenye uwanja huo wa jiji lenye takriban wakaaji milioni 2 likiwa kwenye ukingo wa mto Kongo. Bwana Kasereka, mkahadi wa Mashariki, alikuwa na mtazamo huu. Mimi kwangu kwanza furani kwamba wameweza kujua ndege zilitoka wapi, ni za nani, na hiyo ni jambo la kushukuru. Kwani unajua yale ambayo yanatutesa ndani ya Kongo ni kutokujua nani anafanya kitu fulani. Na wakati wamejua ni mtu fulani ambaye anamifanya kitu, nadhani inaweza kusaidia kuona mbinu gani wanaweza wakakamata ili waweze wakapata suluhisho kwa hiyo jambo. Na kwetu sasa iwezi katupatia akili kwamba hawa majamaa wana nia ambayo wanafuatilia, na hiyo nia kwa kuifuatilia yao sherti watumikishe mbinu zote ili waweze wakaweka ukosefu wa usalama katika ardhi ya Kongo. Kwa sasa hali imedhibitiwa na wakaaji wanaoishi karibu na uwanja wa ndege wanahimizwa na serikali ya mahali kurudi manyumbani baada ya wasiwasi mkubwa uliowakumba siku ya tukio. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Rais Kagame amezungumza kwa ukali sana kuhusu lawama dhidi ya Rwanda katika mzozo wa mashariki mwa DRC. Kwa ufupi, ameyasema hayo lini na wapi hasa? Asante Mubale, ni kwamba Rais Kagame ameyasema hayo mapema leo hapa mjini Kigali katika mkutano wa siku 2 ambapo ni siku ya kwanza. Ni mkutano ambao unafanyika kwa mara ya 20. Ni mkutano ambao siku zote unawakutanisha wananchi na wawakilishi wa wananchi kwa ujumla pamoja na wale watu tunasema ni diaspora ama Wanyarwanda wanaishi nchi katika nchi za nje. Na kimsingi ni mkutano ambao unajadili changamoto zinazoikabili Rwanda kimaendeleo, kiusalama, kiuhalisia hali inavyokuwa katika nchi hii. Na mara zote rais ndiye anafungua mkutano huo, na katika mkutano huo ndiye anatoa hotuba mbalimbali na kugusia mambo kadha wa kadha. Sasa katika hotuba hiyo, pamoja na kwamba amezungumzia mambo mengi, lakini kikubwa zaidi amesema kwamba mataifa ya magharibi pamoja na jumuiya ya kimataifa mpaka sasa inaendelea kuilaumu Rwanda kwamba ina mkono katika usalama wa mashariki mwa Kongo ama ukosefu wa usalama wa mashariki mwa Kongo. Lakini akasema kwamba hakumbushia kwamba vita vinavyoendelea kule Kongo havijatokea Rwanda, kwa maana kwamba wale wapiganaji wa M23 hawajatokea Rwanda. Lakini pia akasema kwamba sababu yao ambayo inawafanya wapigane na serikali yao si sababu ambayo imeanzishwa na Rwanda. Na akasema kwamba jamii ya kimataifa si kwamba haijui kiini na mzizi wa tatizo lenyewe, isipokuwa tu kwa maslahi ya kisiasa jamii ya kimataifa inaamua tu kufumbia macho na kuweza kuilaumu Rwanda kwamba inapora madini katika nchi ya DRC. Na akasema kwamba endapo Rwanda kweli ingepora madini katika hali ya maendeleo Rwanda isingekuwa kama sasa hivi. Akasema kwamba ingekuwa mara zaidi ya 100 katika kasi ya uchumi na katika ustahimilifu wa kiuchumi ambao sasa hivi Rwanda ipo. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba amelaumu jamii ya kimataifa
na viongozi wa mbalimbali tuseme, kwamba wanafumbia mzizi wa tatizo, lakini wanaendelea kuilaumu nchi yake. Katika kauli yake, Kagame amelaumu nchi za Burundi na Kongo. Nini hasa anazilaumu nchi hizo? Ni kweli Rais Kagame amezilaumu nchi za Burundi na Kongo, sana sana marais wa nchi hizo. Akasema kwamba kauli zao zimekuwa ni kauli za uchochezi, zimekuwa ni kauli za kulaumu Rwanda. Akasema kwamba ni kauli ambazo kwa kweli zinalenga utengano na ukabila sana sana, na akawa ametoa mfano kwamba katika hali ya kawaida na kihistoria ni kwamba Rwanda na Burundi ni nchi ambazo ni kama mapacha, kwa sababu tamaduni zake ni moja, lugha ni moja, ukubwa na saizi ya nchi ni moja, na ni nchi ambazo zimepata uhuru wakati mmoja. Sasa akasema kwamba kimsingi ni kwamba nchi hizo ni kama mapacha, lakini akasema kwamba kutokana na itikadi za ubaguzi na ukabila na mambo mengine, nchi ya Burundi imeamua kushirikiana na nchi ya Kongo katika kuipambanisha Rwanda. Na akatoa mfano kwamba jamii ya kimataifa sio kwamba hailitambui hilo, inatambua kabisa kauli za marais wa Burundi pamoja na kauli za rais wa DRC ambazo mara zote zimekuwa zikinuia kwamba zitaiangusha serikali ya Rwanda. Na akasema kwamba hilo linashangaza kwa sababu jamii ya kimataifa inatakiwa ijue kwamba kauli hizo hazinui kuweza kuleta amani, lakini pia zinaleta matatizo katika eneo hili la maziwa makuu. Kwa hivyo kimsingi amesema kwamba mzizi mkubwa wa tatizo la mashariki mwa Kongo pamoja na eneo la maziwa makuu ni kuwepo kwa wapiganaji wa Kihutu wa FDLR ambao wamekimbilia mashariki mwa DRC. Na akasema kwamba hilo jamii ya kimataifa inalijua, na ndio maana imetuma kikosi chake cha MONUSCO kule, lakini ambacho kwa miaka takriban zaidi ya 20 na kitu kama na 5 hivi, pamoja na kwamba wanatumia bajeti kubwa, lakini kikosi hicho hakichasaidia chochote kabisa. Kimekuwa kiko pale, lakini hakijazuia kwamba watu wanauawa. Kwa hivyo akasema kwamba endapo siku zote jamii ya kimataifa itaendelea kumfumbia macho rais wa Kongo pamoja na kauli zake za moto dhidi ya Rwanda, ikamfumbia macho rais wa Burundi pamoja na kauli zake za moto dhidi ya Rwanda, akasema kwamba hilo halitaweza kuleta ustahimilifu, badala yake itaendelea kusababisha matatizo katika eneo hili la maziwa makuu. Kwa hivyo akasema kwamba ni budi nchi wahisani, nchi kubwa za kimataifa zikae chini na kuweza kutatua tatizo hilo, badala ya kuendelea kuilaumu Rwanda. Na akasema kwamba wanaposema kwamba Rwanda inakwenda Kongo kuweza kupora madini ya Kongo, anasema kwamba endapo ingekuwa hivyo basi Rwanda ingekuwa tajiri kuliko ilivyo leo. Kwa hivyo kimsingi ndio hayo. Lakini ripoti za Umoja wa Mataifa, Karemera, na tume huru ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameinyoshea kidole Rwanda kuhusika katika mzozo huo. Mbona yeye anakanusha? Ni kweli mashirika ya kimataifa na ripoti mbalimbali zimeisota Rwanda, lakini kwa hilo Rais Kagame amesema kwamba badala ya kuendelea kuilaumu Rwanda, jamii ya kimataifa na Umoja wa Mataifa wanapaswa kujiuliza, je, kama kweli Rwanda iko Kongo, ni kwa sababu gani Rwanda imekwenda pale? Akijaribu kumaanisha kwamba badala ya kulaumu Rwanda, basi jamii ya kimataifa ijaribu kuingilia kati na kuweza kuingia chini kabisa kwenye mzizi wa tatizo, kwa maana kwamba uwepo wa wapiganaji wa FDLR ambao wanazungumza Kinyarwanda kule ni tatizo kubwa. Na akasema kwamba pamoja na kwamba Umoja wa Mataifa baadhi wanasema kwamba ni wapiganaji ambao wamezeeka sasa hivi, akasema kwamba si tatizo la uzee isipokuwa ni tatizo la itikadi. Na akasema kwamba akatoa mfano kabisa kwamba kwa mfano kauli za rais wa Burundi na kauli za rais wa Kongo ambao amewataja kama wanaosaidia kundi hilo, akasema kwamba kauli hizo zenyewe ambazo kimsingi zinaleta utengano katika wananchi wa maeneo ya maziwa makuu, akasema kwamba tatizo si kitu kingine isipokuwa idadi ya watu ambao wanasikiliza kauli hizo ambazo kimsingi ni kama zinanuia kuleta utengano pamoja na kuweka mbegu ya utengano miongoni mwa wakazi wa Rwanda pamoja na eneo zima la maziwa makuu. Kwa hivyo amelaumu kwamba badala ya kuendelea kulaumu Rwanda, basi watu wajue hata kama Rwanda ingekuwa pale mashariki mwa Kongo, je, ni sababu gani ambayo imeifanya nchi hiyo kuweza kutuma jeshi lake kwa mfano kule? Tuyaangalie maoni yako sasa. Unadhani lawama za viongozi hawa wa Rwanda, Burundi na Kongo zinaipeleka wapi kanda hii ya maziwa makuu? Mimi nadhani kauli hizi ni kauli za hatari, kwa sababu ukisikiliza kama kweli ukisikiliza kwa mfano kauli hii ambayo ameitoa leo na ukasikiliza kauli za viongozi wa Kongo na Burundi, ni kauli ambazo kwa kweli ni kauli za makabiliano. Kwa hivyo pamoja na kwamba kuna michakato mbalimbali ambayo inaendelea ili kwamba eneo hili lipate amani, lakini endapo hakutakuwepo na upande wa tatu kuweza kusaidia na kukalisha chini viongozi pamoja na wakazi wa eneo hili, tusitegemee kwamba kutakuwepo amani. Kwa hivyo niseme tu kwamba hali itaendelea kuharibika zaidi kuliko tunavyoona sasa, endapo kauli za viongozi zitaendelea kuwa katika mseto wa kutengana, badala pengine ya kuwa pamoja na kuweza kutafuta ustahimilifu wa maeneo wanayoongoza. Kwa hivyo niseme tu kwamba inawezekana kama ni hatari zaidi kuliko tunavyoona leo.
Na hii leo basi nimechukua fursa kukupatia uelewa wa karibu sana kuhusiana na swala linalohusu nafasi ya wazazi katika ujenzi wa amani na utatuzi wa migogoro katika jamii zetu. Tunafahamu kwamba jamii zetu hizi katika bara la Afrika zinaamini sana katika kutoa nidhamu na kutoa pengine nidhamu kwa kelele, kutoa nidhamu pengine kwa viboko na kadhalika. Kwa hivyo tumeona nafasi ya kuweza kumshirikisha mtaalam ili aweze kutufundisha mengi kuhusiana na ulimwengu wa ni jinsi gani mzazi anaweza kutatua mizozo na kuleta amani, na pia kuwafundisha watoto ni jinsi gani ambavyo wanaweza kujenga amani na utatuzi wa migogoro wakiwa shuleni au katika maeneo mengine ambayo wanatangamana na watu. Basi nampatia fursa mgeni wetu ambaye tuko naye hapa. Shukran sana wasikilizaji kwa nafasi ambayo nimepewa na mwenzangu Ngugi. Kwa jina ni Samson Zioka kutoka taasisi ya ukuzaji wa mitaala Kenya, yani KICD. KICD inakuza mitaala na kuelekeza taifa kuhusu masuala ya elimu. Kwa kipindi hiki tuko katika kipindi cha mtaala wa Cumulus, yani CBC, pale ambapo kuna mojawapo ya kipengee cha ushirikishaji wa wazazi katika elimu. Parental empowerment and engagement. Ni vizuri kuelewa kwamba wazazi wana jukumu muhimu sana hasa katika ukuzaji wa mtaala. Na ningependa kulenga zaidi kuangalia sana katika uwezeshaji wa wazazi katika utatuzi wa migogoro na pia dhana ya amani. Ni vizuri sana tuepuke kikale, yani zile tabia za kale pale ambapo tulikuwa tutumia fimbo, tutumia discipline ama nidhamu kali, tukielewa kwamba bila shaka watoto wetu watabadilika. Mambo yamebadilika. Mzazi mahali uliko uelewe kwamba tuko katika kipindi tofauti. Na ni vizuri tuelewe kwamba kila kipindi na mikakati yake. Kwa sasa ukiangalia katika mwelekeo ambao tuko nao katika elimu ya CBC ni kwamba wazazi washirikishwe na pia watoto waelekezwe kwa njia ambayo ni tulivu ya kutatua migogoro. Jambo hili tunalipendekeza kwa sababu ukiangalia nidhamu ni tatizo shuleni, nyumbani, kote kote, na sana sana ukiangalia ni kwa sababu tunatumia mbinu ambazo ni zina ukale. Ni vizuri kuwashirikisha wazazi na watoto pamoja, tuwe na midahalo, tuelewe ni mambo gani ambayo yanahitajika, tuwashirikishe. Kama ni kuona ni jinsi gani amani inapaswa kupatikana, sisi wenyewe tuwe kielelezo ambacho tunaweza kuigwa na watoto wale, tukielewa kwamba nyumbani ndio basic unit, ndio asasi ya kimsingi ya amani. Tukiwa pale pengine unasema kwamba sisi ndio mfano. Labda pengine Bwana Nzioka, wazazi waonyesheje mfano wa tabia ya amani kwa vitendo? Nauliza hivyo ni kwa sababu wazazi wengi unapata kwamba wanaweza kosa kubishana moja kwa moja na mwenza wao pale mbele ya watoto, wanakuwa wanaigiza. Kwa hivyo kunakuwa na pressure sana. Lakini wazazi kihalisia wafanyeje? Waonyesheje mfano wa tabia ya amani kwa vitendo kwa watoto wao? Bila shaka ni vizuri kushirikisha watoto hata katika midahalo yao. Kama kuna tatizo ambalo bila shaka matatizo shati yajitokeze katika familia, ni vizuri tu watoto hata waelewe kwamba kuna matatizo na wazazi wenyewe waonyeshe jinsi ambavyo wameweza kutatua matatizo yale. Na kwa kuwashirikisha hata wao wenyewe wachangie, watambue ni wapi pamekuwa na tatizo, ili angalao katika njia hiyo ya kutatua migogoro kwa njia ya amani, wataona hata wao wakiwa na shida, wakiwa na migogoro, wanahitaji pia kushirikisha wenzao, kushirikisha jamii nzima kama ni nyumbani, hata katika taasisi za elimu, masomoni, waelewe kwamba migogoro sharti iwepo na ni sharti isuluhishwe kwa njia ya amani na pia kwa mikakati fulani. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anna Ngugi. Kwaheri kwa sasa na uwe na jioni njema.